Kundi la wanamgambo linalohusiana na Al-Qaeda, Jamaat Nusrat al-Islam wa al-Muslimin, JNIM, limedai kuwaua wanajeshi 200 wa Burkina Faso katika shambulizi kali dhidi ya kambi ya kijeshi mjini Djibo, eneo la kaskazini mwa nchi hiyo. Taarifa hii imetolewa na kundi la Site Intelligence Group ambalo hufuatilia harakati za makundi yenye msimamo mkali mtandaoni. Shambulizi hili lililolengwa pia kwenye kituo cha polisi na soko kuu la mji wa Djibo, ambapo mashuhuda walisema watu kadhaa wakiwemo raia na wanajeshi waliuawa. Ingawa serikali haijatoa idadi rasmi ya waliopoteza maisha, wakazi watatu wa Djibo waliiambia Reuters kwamba majeruhi na vifo vilikuwa vingi zaidi. Ripoti ya Al Jazeera ikinukuu mwandishi wao kutoka Dakar, Senegal, Nicholas Hack, alisema kuwa mashambulizi hayo yalidumu kwa siku kadhaa. Kambi moja muhimu ya kijeshi ambayo ilikuwa ikilinda wakazi wapatao 200,000 wa Djibo iliteketezwa kabisa. Ni moja ya mashambulizi mabaya zaidi kuwahi kushuhudiwa nchini Burkina Faso, alisema Hack, na kuongeza kuwa matamshi ya rais wa kijeshi Ibrahim Traore kuhusu kurejesha usalama na watu kurudi makwao yamepuuzwa na tukio hili ambalo linaonyesha hali mbaya zaidi ya usalama. Site iliripoti kuwa Osman Diko, kiongozi wa JNIM nchini Burkina Faso, alionekana kwenye video akiwataka wakazi wa Djibo waondoke haraka kwa usalama wao. Katika video nyingine iliyoonea mtandaoni, kundi hilo lilitoa onyo kwamba lingechukua miji zaidi. JNIM pia limedai kuhusika katika shambulizi jingine wiki hii kwenye jimbo la Lorum, kaskazini mwa nchi, ambapo wanadai kuwa wanajeshi 60. Aidha, shambulizi jingine limetokea katika mji wa Sol, ambapo kambi nyingine ya kijeshi ilivamiwa. Hadi sasa mamlaka za Burkina Faso hazijatoa taarifa rasmi kuhusu matukio hayo. Tangu mapinduzi ya kijeshi mwaka 2022, Burkina Faso imekuwa chini ya utawala wa kijeshi. Hata hivyo, juhudi za kuleta utulivu zimegonga mwamba, huku zaidi ya 60% ya ardhi ya taifa ikisemekana kuwa mikononi mwa makundi yenye silaha. Burkina Faso ni sehemu ya ukanda wa Sahel ambao unakabiliwa na ongezeko la vitisho kutoka kwa makundi ya wapiganaji yenye misimamo mikali. Nchi jirani kama Mali na Niger, ambazo pia ziko chini ya utawala wa kijeshi, zinakumbwa na changamoto hizo. Wakati juhudi za kurejesha utulivu zikiendelea, mashambulizi haya mapya ni kiashiria cha hali ya hatari inayozidi kuenea katika eneo la Sahel. Umma wa kimataifa unahimizwa kuangazia zaidi mgogoro huu ambao unaendelea kusababisha vifo, mateso na kuongezeka kwa wakimbizi wa ndani.